Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema ustaarabu mzima wa Iran utakufa usiku wa leo, na anasema kwamba leo ndio jehanamu ya Iran. Rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump kwa mara nyingine tena alihimiza Iran kufanya makubaliano kufikia siku yake ya mwisho ya leo Jumanne, akisema ustaarabu wote utakufa usiku wa leo ikiwa makubaliano hayatafikiwa kumaliza mzozo huo. Ustaarabu mzima utakufa usiku wa leo, hautarudishwa tena. Sitaki hilo litokee, lakini labda litatokea, Trump alisema kwenye ukurasa wake wa Truth Social. Hata hivyo, kwa kuwa sasa tuna mabadiliko kamili na jumla ya utawala ambapo akili tofauti, nadhifu na zisizo na msimamo mkali zinatawala, labda jambo la ajabu la kimapinduzi linaweza kutokea. Nani anajua, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Hata hivyo, hata wakati huu Iran imesema haiwezi kukubaliana na mipango ya rais wa Marekani Donald Trump na kwamba ipo tayari kujilinda kwa namna yoyote, huku ikisema kwamba ipo tayari kwa ajili ya mapambano ambayo rais huyo wa Marekani bwana Trump ameahidi kuyafanya na ameahidi kuyatekeleza siku ya leo ya usiku wa saa 2. Rais huyo wa Marekani amesema tutajua usiku wa leo, Trump aliongeza akisema moja ya wakati muhimu zaidi katika historia ndefu na ngumu ya dunia. Rais huyo wa Marekani ameutangazia ulimwengu kwamba sasa anaenda kuiangamiza Iran. Sasa ni wakati ambapo anaenda kuishughulikia kikamilifu Iran ikiwa itakataa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz na makubaliano mengine ambayo wakati wote amekuwa akiyataka kwa wa Iran. Trump ameweka makataa ya saa 2 usiku siku ya Jumanne ambapo amesema Iran lazima ifungue mlango wa bahari wa Hormuz na kuitishia kuipeleka kuzimu Iran ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mpango wa ujasiri wa Marekani unaweza kufikiwa. Makamu wa rais wa Marekani bwana Vance alibainisha siku ya leo Jumanne kuwa Marekani inajiamini kwamba inaweza kupata makubaliano kwa muda uliowekwa na Trump, na kuongeza Marekani kwa kiasi kikubwa imetimiza malengo yake ya kijeshi nchini Iran. Tulikuwa tunaenda kushambulia baadhi ya malengo ya kijeshi kwenye kisiwa cha Kharg na ninaamini tumefanya hivyo, alisema Vance. Hatutafikia malengo ya nishati na miundombinu hadi wa Irani watoe pendekezo ambalo tunaweza kuwa nyuma au wasitoe pendekezo, aliongeza. Sidhani kwamba habari katika kisiwa cha Kharg inawakilisha mabadiliko ya mkakati au inawakilisha mabadiliko yoyote kutoka kwa rais wa Marekani, anasema JD Vance. Hali inazidi kuwa mbaya huko katika Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi makubwa yanayofanywa na pande zote mbili, kwa maana upande wa Iran na upande wa Marekani na Israel. Marekani pamoja na Israel zimefanya mashambulizi mengine katika kisiwa cha Kharg, na wakati huu inaelezwa kwamba wa Iran wanajipanga vilivyo kwa ajili ya kukabiliana na Marekani, hasa wakati ambao rais wa Marekani bwana Donald Trump ameueleza. Rais huyo wa Marekani mara kadhaa amekuwa akitoa msisitizo wa majambo hasa katika kipindi hiki cha vita, na kila alichokuwa kikieleza amekuwa akikitekeleza, na hivyo wakati huu Iran inajipanga vilivyo kwa ajili ya makabiliano dhidi ya majeshi ya Marekani pamoja na Israel. Rais huyo wa Marekani kwa muda mrefu aliwahi kudai kwamba jeshi la Iran licha ya kwamba limeonyesha ushindani wa hali ya juu, lakini bado halina uwezo wa kupambana na Marekani yenye silaha za kisasa zaidi na yenye silaha nzito ambazo hakuna mwenye silaha hizo katika ulimwengu wa sasa. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.